Haya ni maeneo ya Kinondoni na hapa ni uwanja wa KMC Complex. Kuna mchezo mwingine wa CRDB Bank Federation Cup ambao utachezwa siku ya leo kati ya Simba na TMA kutokea kule Arusha. Baada ya mechi ya dabi kuota mbawa au baada ya mechi ya dabi kuahirishwa, Msimbazi Simba wanaonekana leo uwanja wa KMC Complex kwenye mechi ya CRDB Bank Federation Cup katika kutimiza michezo ya hatua ya 32 bora. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wanamichezo ambao wamejitokeza kuifuatilia timu zao. Mambo vipi kaka? Fresh, niambie. Mzima? Kabisa. Kwema kabisa. Kabisa. Nakumbuka tulikutana uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mechi ya dabi ya Machi 8. Ndio, na ilikuwa hivyo, ilikuwa ni kitu ambacho kiliniumiza sana mimi kama mtu ambaye nimesafiri kutoka Kagera. Hasa baadaye hiyo mechi kuahirishwa, mimi niliumia mno upande wangu kama mtu ambaye nimetoka mbali. Lakini yote kwa yote tuliheshimu maamuzi ya bodi ya ligi pamoja na TFF. Ndio maana bila nikasema siondoki, nikasubiri angalau TFF au na bodi ya ligi watangaze mchezo mwingine, hakuna. Sasa ikabidi sasa, kwa sababu Simba wana mechi na lengo na madhumuni nimekuja kuiangalia Simba, ikabidi leo nije KMC kwa ajili ya kuangalia mchezo wa leo. Lakini lengo lilikuwa ni mchezo wa dabi wa Machi 8. Lengo kubwa lilikuwa ni mchezo wa dabi, kwa sababu dabi ina uzuri wake. Nimezoea dabi kuiangalia kwenye TV. Kwa hiyo kitu ambacho nilikifanya, niliamua sasa niende kuiangalia live ikanishinda. Kwa hiyo imebidi sasa leo, kwa sababu Simba ni timu yangu ambayo naipenda kutoka moyoni, nimeamua leo niibukie huku ili nije kuangalia mechi. Baada ya mechi kumalizika, nadhani kesho naweza nikaondoka nyumbani Kagera. Safari ya kurudi Kagera. Naweza nikaondoka. Kwa siku ya leo mko na TMA ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza, lakini mnacheza mchezo wa CRDB Federation Cup. Unaizungumziaje timu yako kuelekea kwenye mchezo huu kwanza? Kwa hasira mnyama alizonazo baada ya zile mbilinge mchezo wa Yanga kutochezwa na Simba. Hasira tulizonazo sisi, hawa majamaa wao wamejipanga. Tunaua leo. Yaani zikipungua sana kama 5 zinawatosha. Hapo sasa naomba wachezaji wa Simba, ili sasa kulizima ile kiu yangu ambayo nilikuwa natamani kuangalia uwanja wa Benjamin Mkapa pale, leo wanifungie goli 5 tu, bila kumsahau Elie Mpanzu. Jina kama la kwangu, yanapishana tu kidogo lakini tunaendana. Kwa hiyo nikifunga goli, Elie Mpanzu atakuwa amenisurprise kikubwa sana. Ndio maana leo nimeamua nije. Yaani iwe mvua iwe jua, siondoki bila kuangalia Simba. Na kama itatokea TFF wakafanya mabadiliko ndani ya mwezi huu, nipo tayari kupiga kambi Dar es Salaam. Yaani wakitoa tamko kwamba mechi ndani ya mwezi huu inacheza, baba siondoki mpaka niangalie dabi. Kuna mashabiki wengine kama wamekata tamaa hivi baada ya dabi kuota mbawa, lakini wewe unaonekana bado hujakata tamaa na timu yako, bado unaisupport. Mimi siwezi nikakata tamaa. Ukiangalia nyuma yangu hapa nimeandika ubaya ubwela. Nimeandika ubaya ubwela nikiwa na maana fulani kwamba baba niko tayari na Simba. Ukiangalia kilomita ambazo nimekula mimi kutoka nyumbani na mpaka sasa, mimi huko Dar es Salaam sina mwenyeji, ni mimi peke yangu. Kwa hiyo nimeamua sasa siondoki. Ikitokea tu wakasema kwa sababu bado saizi haijanani, lakini niombe wa Yanga, kwa sababu na wao wanasema kwamba watauleta timu kuja kucheza. Walete timu, wasijiogope. Simba saizi tushakuwa kitu kimoja, yale yote tuyasahau. Saizi tuendelee kuisupport timu yetu kwa sababu inatupa raha. Ukishabikia Simba lazima utanenepa. So unaona nimenawiri siku 2-3 hizi. Lakini kidogo ilikuwa imeniletea stress baada ya mchezo wa dabi kuahirishwa. Niletea stress sana. Nilikonda kama kilo 5 ziliondoka, lakini saa hizi hata kama sijaingia uwanjani muda mrefu hapa tunaingia, mambo nadhani ni mazuri. Mashabiki wa Simba watokee, waje. Simba ni yetu. Popote ilipo Simba lazima na sisi tuwepo. Ndio maana sisi tunaotoka mikoani tumeamua. Mimi nimeamua kupiga kambi mpaka nihakikishe nimeangalia Simba. Kwa hiyo unaopiga kambi na umesema kwamba una ndugu maeneo ya Dar es Salaam, hivyo unakaa kwenye nyumba za wageni mpaka sasa? Ndio, kabisa. Okay. Lakini maneno yaliyoko mtaani nadhani unayasikia kwamba ulikimbia ile dabi. Kama ulichungulia hivi, kuna magoli mengi sana ulikuwa unaenda kufungwa kwenye mchezo wa dabi. Hivi ni kweli hayo maneno kwamba Simba alikimbia dabi? Unajua hawa nyuma mwiko sawa wanasema kwamba tulikimbia. Mimi baada ya pale ile mechi kumalizika, yawezekana viongozi wetu kuna kitu walifanyaje, walikiangalia. Isipokuwa wao walifanya maamuzi, sisi kikatuumiza, hatujawakimbia. Sasa kama wanajua tuliwakimbia, bodi ya ligi na TFF wakipanga tarehe ya mchezo, hata iwe kesho, wajitokeze tena. Lakini wasizuie timu kuja kufanya mazoezi uwanjani, kwa sababu ni kanuni na taratibu ambazo ilijiwekea kama bodi ya ligi na TFF. Yale ambayo mambo waliyafanya kama Yanga, walifanya mambo ya kiuni, ni mambo ambayo hayastahili katika mpira wetu wa miguu. Lakini kanuni zilikuwa zinakueleza kwamba ugomee mchezo.
Kwangu mimi sikuona kama kuna kanuni ambayo pale ile ambayo kwamba ilikuwa Simba igomee mchezo, kwa sababu labda kuna mantiki Simba waliangalia kwamba haya mambo yanaweza yakawa ni mazoea kwa timu yetu ya Simba. Kila unapotaka kuingia uwanjani vikosi fulani vinajipanga kwa ajili ya kuizuia Simba, ndio maana yawezekana ikapelekea kipengele hicho, basi mechi ikaahirishwa. Lakini yale yote tunabidi tuyasahau. Sasa tunatazama michezo ambayo inakuja, ili sasa na sisi tujipange, endapo ukirudiwa kama inavyosemekana lazima tuchukue point 3 kwa Yanga. Hiyo ni lazima, kwa sababu tunachokitaka ni kikombe. Tumekimisi sana kwa muda mrefu. Tunataka NBC. Lakini unaionaje ligi kwa hivi sasa baada ya hiyo dabi na mambo mengine, lawama za marefali na vitu vingine vingi huko Kagera, wanaizungumziaje ligi ya NBC? Kikubwa malalamiko huwa yapo, lakini huwa mtu ukimpanga, mfano ukizungumza swala la waamuzi, mnapopanga waamuzi au bodi ya ligi na TFF akatupangia waamuzi, lazima mwamuzi anapokuwa uwanjani yeye ndiye anayokuwa anaona kila kitu. Sisi tunabaki kuwa watazamaji, mwamuzi ndio pirato wa mwisho, anachokihukumu sisi ndio kibali. Lakini wakati mwingine utasikia kwamba mara Simba inabebwa. Hapana, Simba haibebwi sehemu yoyote. Labda kikosi chetu tulichonacho ndicho kilicho bora kabisa. Kikosi ambacho kilicho bora. Leo uko na TMA. Kama matokeo yakienda vibaya siku ya leo, nadhani safari yako itakuwa ni ngumu sana kutoka hapa Dar es Salaam kurudi Kagera. Kwa timu nilionayo 100%, afe kipa, afe beki, lazima hapa tusonge hatua inayokuja. Hapa lazima. Yani ni kama vile hawa leo TMA hii ya Arusha, ase wataenda kinyonge sana. Watapokelewa na Mheshimiwa Makonda kule kinyonge sana. Tuna hasira sana baada ya kuikosa mechi ya tarehe 8. Tuna hasira. Sasa wachezaji wetu tunataka watuonyeshe sasa kile kitu ambacho wangekionyesha tarehe 8. Ndio maana ya leo hii. Waonyeshe kwa TMA. TMA ndio. Wengine wanasema kama mtakuwa hata kama mkipata ushindi mnakuwa kama mmelipua bomu mochwari. Sio hivyo, mchezo ni mchezo, nao wamejipanga. Unaweza ukaja kwa kuwadharau, mwisho wa siku ikaambukia aibu. Kwa hiyo hapa Simba tunaingia na furu mzuka. Kuna vigogo lakini wameangukia nje ya haya mashindano ya CRDB Federation Cup, kama Azam Football Club kaangukia nje. Tuwatazame na Simba nao wakielekea huko. Hapana, kwa Simba hapana. Simba hapana. Labda kwa Yanga. Kwa nini Yanga? Nyuma mwiko wajajipanga, wanaendekeza mambo ya ushirikina shehe. Kesho yuko uwanjani. Anacheza na Coastal Union. Mimi kesho naombea Coastal Union. Kesho? Kipendeza naweza nikaja, lakini ratiba zangu haziko vizuri, naweza nikaondoka. Make da kugumu ba. Wewe da kugumu, una ndugu naishi da. Hamna, tumezoea matoke kule nyumbani, kwa hiyo inabidi niondoke nyumbani. Muda utakuwa unatosha. Lakini ikitokea kesho kama saa 4 bodi ya ligi tu ikasema mchezo ndani ya mwezi huu, si banduki mpaka dabi niangalie. Uangalie dabi. Yaani si banduki ndani ya mwezi huu. Young Africans wamesema wachezi hiyo mechi. Mimi kupitia chombo hiki cha habari ambacho kinanioji, mimi sidhani kama Yanga wanaweza wakakataa kucheza mchezo. Kwa nini watake pointi 3 ambazo hawajacheza? Wamecheza na nani? Lazima wakubali walete timu uwanjani, kwa sababu haya yote wao ndio waliyasababisha. Wao kama wasingeizuia basi la Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi, mchezo ungefanyika. Kwa hiyo sisi tunachokiangalia, tunaangalia michezo yote ifanyeje, ichezwe. Na kama hawatoenda kuja kucheza uwanjani, yale matokeo ya nyuma wayafute, ionekane Simba na Yanga msimu havijakutana. Sasa watahesabuje bodi ya ligi na TFF? Ni kitu ambacho hakiingii. Cha kumalizia tu wakumbushe watazamaji jina lako nani? Natuma salamu huko Kagera. Mimi kwa majina naitwa Elius Kilizanti, natoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Kyerwa. Mwishoni kule kabisa mpakani na Uganda ndiko nakotokea. Tuma salamu zako kuelekea Kagera kwenye mchezo huu. Salamu zangu ziwafikie ndugu zangu walioko Kagera, vijana wa bodaboda pale Nkwenda, bila kumsahau mbunge wetu wa jimbo la Kyerwa Mheshimiwa Innocent Birakwate. Shukrani sana. Asante sana.